Bismillah. Habari za wakati huu, ndugu zangu waandishi wa habari, karibuni kwenye mkutano wetu huu baina ya sisi na nyinyi, mkutano wa kihistoria. Nadhani kwa miaka mingi hamjashuhudia aina hii ya mkutano na waandishi wa habari ambao unahusisha ama unajumuisha viongozi waandamizi wa Simba Sports Club. Lakini hii leo tumelazimika kufanya mkutano huu kutokana na umuhimu wa jambo ambalo liko mbele yetu, na hapa nazungumzia mechi yetu ya siku ya Jumatano, mechi ya robo finali ya kombe la shirikisho Afrika, Simba dhidi ya Al Masry. Lakini kabla ya kuzungumza nini hasa kimetuleta hapa, nichukue nafasi hii kuwatambulisha viongozi wa zamani ambao wako hapa, na kila mmoja atapata nafasi ya kuzungumza nanyi au aeleze kitu gani kinaendelea ndani ya Simba Sports Club. Kwa heshima na taadhima, nichukue nafasi hii kumtambulisha mzee Azim Dewji, ambaye yeye amewahi kuwa mfadhili wa Simba Sports Club, mwanachama mwandamizi wa Simba Sports Club, mtu ambaye maisha yake yote ameyatumia kuitumikia Simba Sports Club hadi kufika hii leo. Punga mkono mzee Azim. Lakini vile vile tuko naye katibu mkuu wa zamani wa Simba Sports Club, ndugu yetu Hassan Hassano, ukipenda muite mpiganaji. Field Marshal, mwenyekiti wa zamani wa Simba Sports, naye tuko naye hapa kwenye mkutano huu, Hassan Dalali. Swedi Mkwabi, mwenyekiti wa zamani wa Simba Sports, naye vile vile tuko naye kwenye mkutano huu. Tunaye mwenyekiti wa sasa wa Simba Sports Club, Murtaza Ali Mangungu, ambaye ndio mwenyeji wetu katika mkutano huu kwa kuwa sasa yeye ndio mwenyekiti wa klabu ya Simba. Tunao wajumbe wa bodi ya Simba Sports Club, wajumbe wa bodi ya kurugenzi. Tuko naye Dr. Muba Saif, lakini vile vile tuko naye CPA Isa Masud, na kwa kipekee kabisa tupende kutambua uwepo wa CEO ama Chief Executive Officer au mtendaji mkuu wa klabu ya Simba, mama shupavu kweli kweli, Bi Zubeda Hassan Sakuru. Baada ya kusema hayo, ndugu zanguni, niseme tu ya kwamba kwenye mkutano wetu wa kwanza kabisa, wakati tunaanza kuinadi mechi yetu na Al Masry, tuliweka wazi kwamba hii ni mechi ambayo imeshikilia uhai wetu wana Simba. Ni mechi ambayo imeshikilia furaha zetu wana Simba. Ni mechi ya kimaamuzi kweli kweli. Ni mechi ambayo hatuko tayari kwa namna yeyote ile kuharibikiwa nyumbani kwetu Benjamin Mkapa. Na tukasema wazi kwamba kuelekea katika mchezo huu tunakusanya kila silaha yetu ili iweze kutuvusha kwenda hatua ya nusu finali. Na tukaweka wazi kwamba tutamtumia kila mwana Simba atoe mchango wake, atusaidie kufika hatua ya nusu finali. Na kwa mantiki hiyo basi, hizi hapa ambazo nimezitambulisha ni silaha zetu za Simba Sports Club, ambazo kwa nyakati zao wamewahi kufanya mambo makubwa, wamewahi kuisaidia Simba kufanya vitu vikubwa. Na kuelekea katika mchezo huu mkubwa, tukasema kila mtu ni vema na muhimu akashiriki kuhakikisha kwamba mafanikio ya Simba yanapatikana kupitia mchezo huu. Tunachoamini ni kwamba tukifaulu kwenda nusu finali, ni Simba Sports imefaulu na kila mwana Simba anahusika na hiyo furaha, na kinyume chake ni hivyo hivyo. Sasa ni vema
tukatumia kila mtu ambaye tunaamini anaweza kutusaidia kutuvusha kwenda kwenye hatua ya nusu fainali. Kwa mantiki hiyo basi, nichukue nafasi hii kumkaribisha mzee wangu Azim Deuji ili yeye atueleze kuelekea tarehe 9 ya siku ya Jumatano, wana Simba tunaingiaje siku hiyo. Mzee Azim Deuji, karibu. Assalamu alaikum. Na Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu kuweza kupata nafasi hii kuzungumza na wanachama wenzangu tukiwa pamoja na viongozi wetu. Nasema hii mechi ni muhimu kwa kila mwanachama na mpenzi wa Simba. Tukishinda sio kwamba mwenyekiti kashinda au CEO kashinda. Kila mwanachama, kila mpenzi ndio aliyeshinda. Kwa hiyo ni mechi muhimu kwa kila mpenzi na mwanachama wa Simba. Najua inawezekana wazi kabisa kwamba tunaweza tukawa na hitilafu kidogo za hapa na pale, lakini hizo hitilafu tunaziacha. Tunasema kwanza tunashughulika na game, tukishamaliza tukifaulu inshallah, ambayo ndio mazumuni makubwa, sio kushinda tu. Kushinda ni sehemu moja, lakini kushinda kwa kufaulu kuendelea nusu finali ndio malengo ya kila mwanachama. Nataka wanachama na wapenzi waelewe kwamba kuna tofauti gani kati ya uwanja wa Mkapa na uwanja mwingine. Nasema kwa Mkapa mtu hatoki sio kwa ajili ya wachezaji peke yao. Hatoki mtu kwa ajili ya nyinyi wanachama na wapenzi wa Simba. Mnapojaza uwanja ndio mnaofanya wachezaji wawe na nguvu zaidi. Kwa hiyo naomba mjitokeze, na ushindi huu mimi labda nitasema 50% ni kutokana na kujaza huo uwanja. Nataka nyinyi ikiwezekana pamoja na watoto wenu mwalete ile muwe shuhuda kwamba siku Simba waliingia nusu finali, basi na mimi nilikuwa nipo uwanjani. Na mtoto wako awe baada ya muda awe anajivunia kwamba na yeye alikuwepo, yupo uwanjani. Lakini kukaa uwanjani, nahisi mliona mechi tuliocheza kule nusu finali, sio tu wanashangilia wakati sisi tunafanya vizuri. Tunatakiwa tushangilie dakika zote 90, ili unaposhangilia basi wale wachezaji wapinzani wanakuwa hawana mawasiliano ndani pale. Kwa hiyo inakuwa vigumu wao wenyewe kusikilizana. Lakini sisi tukiwashangilia tunajua wachezaji wanapata nguvu na wanapata morali ya kuweza kufanya vizuri zaidi. Mwisho wa siku ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu, kwamba akipenda tutavuka, lakini Mungu anasema kila siku kwamba lazima ujifanye jitihada, ndio yeye anaongezea baraka yake. Siku nyingine mtu anaweza katafuta goli moja nayo inakuwa ni ngumu. Lakini nilivyoona timu, nilivyoona viongozi walivyosumbuka na mashabiki nimewasikia kila siku kwenye mitandao, basi Mungu atatujalia tutaweza kufika. Lakini narudia tena tu kwamba tuache maneno ya kuisakama timu au kuwasakama wachezaji. Kila mchezaji amejitolea, na kama kulikuwa na pungufu basi ya kufanya makusudi imetokezea tu. Kwa hiyo tuwe kitu kimoja, tuache kulaumiana na tuendelee kujenga timu yetu ili tuweze tukafika. Nataka tulivyozoea kutolewa robo finali, basi labda tuzoee kutolewa, ingawa tunataka tuchukue kombe, lakini basi tupande hatua moja, tuwe ni regular wa nusu finali kwa miaka 2-3, alafu ile nayo ina heshima. Wale ambao wanatubezea kwamba hawa wanaishia kwa robo finali, basi wajaribu na wao kuingia robo finali. Robo finali nilivyozungumza siku za nyuma ni timu 8 bora kwenye bara la Afrika. Kwa hiyo sisi tumeshaweka alama kwamba sisi nenda rudi, sisi tumo kwenye hizo 8 bora. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana viongozi wamefanya kwa kusajili wachezaji wazuri na kuweza kuhamasisha timu na kumpata kocha mzuri, ndio maana tunabakia kwenye hiyo level. Kwa hiyo anaweza kuwa mtu mwingine ambaye labda hampendi mwenyekiti, lakini kusipompenda
haiwezi ikamvunja nguvu ya kuweza kufanya vizuri. Na kila tunapofanya vizuri, basi yule ambaye ana bifu labda na kiongozi mwingine, basi anaumia zaidi. Acha kuumia na kupoteza nguvu zako, njoo ungana ili tusherekee kwa pamoja. Nawatakia Simba kila laheri na naombea viongozi tupate mafanikio kwa pamoja. Asanteni.